alafu tutaenda katika neno moja kwa moja. Mungu kama wewe hakuna, haufananishwi na yeyote. Unaitunza, unayetunza maagano, haufananishwi, haufananishwi na yeyote. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe hakuna, sikufananisha, sikufananisha na yeyote. Unayejibu kwa moto, unayejibu kwa moto, sikufananishi, sikufananishi na yeyote. Tena kwa sauti, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe hakuna, sikufananisha na yeyote. Unayetunza maagano, unayetunza maagano, sikufananisha na yeyote. Unajibu kwa moto, unayejibu kwa moto, sikufananishi, sikufananisha na yeyote. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Wastahili Bwana, wastahili ni wewe Bwana, wastahili, wastahili, wastahili. Kanisa tuimbe kwa nguvu, anastahili Yesu. Haya baraka setenela bayandala. Oh, astahili, wastahili. Ninaona wingu la Roho Mtakatifu limetufunika mahali hapa. Mungu anatembea kwa namna ya ajabu. Tunasema Yesu mwaminifu, mwaminifu. Oh, Yesu mwaminifu. Pale ulipoomba pamoja nami tunapoenda kwenye neno, shataraka madolobo sakata, mwambie Bwana, neno hili lisinipite, labakotene masataraba shakapariana kosatanamana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu linatoka kwa Bwana. Mwambie Bwana, niko tayari, usinipite leo tena. Kama ambavyo hujaniacha, usinipite tena. Maana Mungu ana tabia ya kuwagusa walio tayari. Bwana, niko tayari. Bwana, niko
tayari. Bwana niko tayari. Sharabakosana lamana. Baba, katika jina la Yesu Kristo leo, maombi yangu leo Bwana, ikiwa nimepata neema mbele zako Bwana, jidhihirishe kwa watu wako kwa namna ya kwako, ili Bwana mioyo yao na maisha yao ikapate kugeuzwa na wewe. Ni katika jina lako takatifu Baba nakushukuru. Baba nasema asante. Pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu. Amen. Mshukuru Bwana kwa makofi. Mungu wetu yuko hapa tena. Amen. Kwa sio nifahamu, jina langu naitwa Mchungaji Musa Latson. Ni mchungaji msaidizi chini ya baba yetu na mama Dondo. Nashukuru sana kwa nafasi ya kusimama tena mbele za watu wa Mungu kusema neno la Mungu. Hatuchukulii kawaida, lakini tunampa Mungu utukufu kwa ajili ya nafasi hii. Na Mungu wetu yuko mahali hapa kusema na maisha ya mtu mmoja siku ya leo. Haleluya. Tutaenda kuangalia ujumbe unaosema kuingia katika kiwango kipya. Kuingia katika kiwango kipya. Na mstari wetu wa msingi ni Mwanzo sura ya 12. Kuanzia ule mstari wa kwanza tutasoma hadi wa 5 au wa 6. Alafu baada ya hapo tutaenda Mwanzo sura ile ya 13 inayofuata. Tutasoma mstari wa 8 hadi wa 18. Na maandiko mengine tutayaangalia kadiri tunavyoendelea mbele na somo hili ambalo Bwana ametupa. Haleluya. Ujumbe unasema kuingia katika kiwango kipya. Inaweza ikawa ni kiwango kipya cha maisha yako ya kawaida ya siku zote, ila ukapelekwa kiwango kingine. Inaweza ikawa ni kiwango kipya kwenye kazi zako ambazo unafanya kila siku, Bwana akakuhamisha hapo na kukupeleka mahali pengine. Inaweza ikawa ni kiwango kipya kwenye biashara yako, kwenye elimu yako, kwenye uchumi wako. Kiwango kipya kwenye ndoa ambayo uko nayo. Kuna mahali mpo mmefika, lakini Bwana anataka wapeleke katika level nyingine. Inaweza ikawa ni kiwango kipya kwenye elimu yako, kwenye shule yako, au katika huduma ambayo Bwana amekupa. Mungu anakusudia kukupeleka katika kiwango kingine. Na kiwango ambacho Mungu anakupeleka kinakuwa ni bora kuliko mahali ambako umetoka au mahali ambapo uko. Kwamba mahali ambapo uko sasa na kule ambako unaingia kuna ubora kuliko pale ambapo upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye andiko letu. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Abraham, kama tumefika tuseme amen. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulitukuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Mtu mmoja aseme akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Oh, glory to God, we are together. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Abraham akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani. Nao wakaingia katika nchi ya Kanani. Abrahamu akapita katika nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni
Mwamore na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende sura ya 13 mstari kuanzia wa 8. Tasoma haraka haraka mpaka mstari ule wa 10. Abramu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati yangu na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu jamaa moja. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi jitenge nami na kusii. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kulia; ukienda upande wa kulia, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika nchi ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako utazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Ikiwa mtu ataweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abraham akahamisha hema yake, akaja na kukaa karibu na mialoni ya Mamre, nayo miti iliyoko Hebroni akamjengea Bwana madhabahu. Haleluya. Haya maandiko ambayo tumesoma yanatuonesha namna ambavyo Mungu anashughulika na maisha ya huyu mtu aliyeitwa Abraham. Wakati huu Bwana anamuita, anasema naye, ambaye baadaye alikuja akambadilishia jina akamuita Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham alikuwa anakaa katika nchi ya baba zake, nchi ya wazazi wake, alikokuwa amezaliwa na alikokuwa amekulia. Ametengenezwa, amejengwa katika hiyo misingi, na amekaa hapo akifurahia na akimtukuza Mungu tu kwa namna ambavyo yuko hapo. Lakini Bwana alikuwa ana kusudi la kutoa msingi wa mbaraka wa dunia ambao unaanzia kwa watu, na akawa anamtafuta mtu ambaye atakuwa ni benchmark, atakuwa ni alama ya mbaraka kwa watu wote ulimwenguni. Alafu akamwona Abraham akiwa yuko mahali ambako Mungu anamfuata, anamuita, anamwambia, sasa Abraham, utoke hapo ulipo, uende katika nchi ambayo nitakuonesha. Naam, utakapotoka hapo ulipo kwenye ile nchi ambayo nitakuonesha, huko mimi nitakubariki, alafu nitakufanya kuwa taifa kubwa. Atakaye kubariki atabarikiwa, atakaye kulaani atalaaniwa, kwa sababu nimekusudia kutokea wewe Abrahamu pakawe na mbaraka wa mataifa yote. Jamani, kama ujui au kama unepitia maandiko, utakuwa sambamba na mimi kwamba maisha na wokovu tulionayo na baraka tulizonazo, sisi ni warithi wa baraka zile ambazo Mungu alizianzishia tangu Abraham. Sisi ni uzao wa Abraham kwa imani. Sema amen. Wangapi wanaamini ni uzao wa Abraham kwa imani? Ndivyo maandiko yanasema katika Biblia takatifu. Mungu akamfuata Abrahamu akamwambia, toka katika nyumba ya baba yako, toka katika nchi hiyo, nina mahali ninakupeleka, na hapo mahali ninapokupeleka nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mwaka huu Mungu ametupa theme ambayo inasema ushawishi. Tuna namna ambavyo tunamwamini Mungu kwamba anaenda kutufanya kuwa watu wenye ushawishi katika ulimwengu.
Lakini ili tuwe watu wenye ushawishi katika ulimwengu ambao Mungu ametuandalia huko, wala wewe unaweza usijue ni eneo gani utaenda kuliathiri, ni watu gani utaenda kuwagusa, ni watu gani utaenda kuwashawishi. Ili Mungu aweze kutupandisha, ili tuweze kukaa katika viwango vya ushawishi, ni lazima Mungu atutoe mahali tulipo, atuhamishe kutoka kwenye viwango tulivyo navyo, alafu atupeleke kwenye viwango vipya vya ukuu. Na katika hivyo viwango vipya vya ukuu ndipo tutakapokuwa na nguvu ya ushawishi. Nguvu ya ushawishi haipo kwa watu wanyonge. Nguvu ya ushawishi ipo kwa watu wakuu. Na Bwana amekusudia kutoka City Harvest wazaliwe na watokee watu wakuu ambao wana ushawishi, ambao wanaweza wakaleta athari chana katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Bwana amekusudia, lakini ili uweze kushawishi, kuna namna ambayo Mungu lazima akutoe kwenye mahali ulipo, alafu akupeleke kwenye kiwango kingine. Kama kuna mtu anaamini na anamuona Bwana akimpeleka katika kiwango kingine, nisikie makofi na vigeregele kwa Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuingia katika kiwango kingine, kiwe ni cha maisha, kiwe ni cha biashara, kiwe ni cha huduma, kiwe ni cha utumishi, inachukua Mungu kumuita mtu, alafu na mtu kuitikia wito wa Mungu, alafu kuchukua hatua ya kumfuata Mungu. Anapomfuata Mungu, ndipo Mungu anaanza kushughulika na huyu mtu, kumtengeneza, si awe kama yeye anavyotaka kuwa, ila awe kama vile Mungu anavyotaka kuwa. Haleluya. Abrahamu, ukiangalia background yake, na mpaka leo tunaamini na tunasema ni baba wa imani, si ndio? Abrahamu ametoka katika familia ambayo baba zake walikuwa wanaabudu miungu. Hawakumjua Mungu wa kweli, waliabudu miungu. Lakini kutoka katika yale mazingira, Mungu alimkusudia Abraham, akamuita na akamfanya akawa taifa kubwa na taifa lenye nguvu. Mchana wa leo katika jina la Yesu, Bwana anakusudia kumtoa mtu mahali alipo na kumpeleka kwenye kiwango kingine. Haijalishi mahali ulipo historia yake inasemaje, haijalishi mahali ulipo ukweli wake ukoje, haijalishi mahali ulipo mazingira yake yanakupa favor au yanakukataa, haijalishi mahali ulipo wanaokuzunguka wanakukubali au wanakukataa. Baraka za Mungu kwa mtu hazipo juu ya mahali alipo. Baraka za Mungu kwa mtu hazipo juu ya mazingira aliyopo. Baraka za Mungu kwa mtu hazipo juu ya watu wanaomzunguka. Baraka za Mungu kwa mtu na hatima ya Mungu kwa mtu ipo ndani ya mtu mwenyewe. Ndio maana watu walio na Mungu wanabarikiwa mjini, wanabarikiwa shambani, wanabarikiwa vijijini, wanabarikiwa popote. Wakitoka Dar es Salaam wakienda Dubai wanabarikiwa, kwa sababu sio eneo linalobariki, ila ni Mungu ambaye anambariki mtu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana akamtoa Abraham kutoka kwenye ile familia, na Bwana akamfanya kuwa taifa kubwa. Na Mungu yupo katika mchakato wa kuwafanya watu kuwa kama yeye anavyotaka. Ukisoma kitabu cha Mathayo, Mungu anakutana na Petro na Andrea, wanavua samaki. Watu wenye hatima kubwa ya utumishi na utume, watu ambao wana kusudi la kupindua na kugeuza ulimwengu, wako wanavua samaki baharini. Yesu anawaona watu wanaojiona ni wavuvi. Yesu anawaona watu ambao wamefanikiwa kwenye uvuvi. Kina Petro hawakuwa wazembe, hawakuwa wavivu kwenye uvuvi. Kama ni ushawishi walikuwa nao kwenye uvuvi, kwa sababu hata kuhubiri Yesu, kuwahubiria makutano, kuna wakati aliazima boti ya Petro. Haleluya. Manake Petro alikuwa ana own ile fishing company, labda ilikuwa inaitwa Petro Fishing Company and Logistic and Transportation of Minerals and Fish. Hallelujah. He was not just nobody, he was somebody somewhere. Lakini kwa sababu hiyo Mungu alikuwa hajaona kile ambacho yeye amekiona na ameridhika pale alipo. Bwana alikuwa anaona kitu kikubwa
kikubwa cha kuleta mataifa na maelfu waweze kumjua ndani ya mvuvi. Kwa hiyo Yesu anaenda anamfuata Petro, mvuvi, na Andrea, anasema nifuate, alafu nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Follow me and I will make you. Hakujiuliza mara ngapi atanifanya niwe nani, atanifanyaje niweje. Akaamua kumfuata Yesu. Ndio maana hata mbele ya safari Petro anamuuliza Yesu, tumekufuata Bwana mkubwa, tunapata nini? Maana yeye alichoamua tu ni kumfuata Yesu. Nitapata nini sijui. Baadaye anajiuliza, anasema sikiliza Petro, mtapata mara 100 duniani, lakini na uzima wa milele katika jina la Yesu. Bwana ana mchakato wa kuwatengeneza wale wote wanaoamua kumfuata, na anawatengeneza kuwa wa mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Inachukua nini kuingia kwenye hatua nyingine ya maisha yako? Jambo la kwanza, inachukua imani. Ninapenda nitumia haya maneno, inachukua nguvu ya imani na utii. Bwana asifiwe sana. Inachukua nguvu ya imani na utii. Na hii nguvu ya imani ni kumwamini Mungu jumla. Unamwamini Mungu juu ya alichokisema. Haleluya. Unamwamini Mungu juu ya alichosema juu ya maisha yako. Alafu hatua ya pili, unamtii Mungu kwa kuingiza imani uliyoichukua kwa kusikia neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu linaposemwa kwako, unalichukua, unaanza kuumba imani. Alafu hatua inayofuata ni ya utii. Unatii nini? Kuingiza imani katika matendo. Utii upo katika matokeo ya kuanza matendo na kufanya jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na mtoto ndani ya nyumba, ukamwambia ninaomba ufagie hii nyumba, nikirudi nikute pako safi, alafu akasema mama nitafanya hivyo, huyo ameitikia, na mzazi unaondoka unaamini kwamba mwanangu atafagia. Alafu ukarudi nyumbani ukakuta kijiko kiko pale pale akijasogezwa. Wamama hapo wananiangalia, wanasema umejuaje? Unakuta kuna wazazi wengine walikuwa wanaweka mtego. Asema ili nijue kama alifanya, kuna kitu nakiweka mahali, na ni yeye tu anajua kwamba kiko sehemu fulani, na akitokea ametia, amefanya usafi, kile kitu lazima kitamove. Unarudi kutoka kwenye michakato yako, unakuta kiko pale pale, kiko vile vile na utulivu wote. Huyu mtu alikusikia labda na aliamini ulichosema, ila hakutii. Halo. Kwa kuwa hakutii, kuna madhara yake. Mzazi utakasirika, utafoka, utafanya lolote juu yake. Lakini mwingine ukamwambia akasema ndio nitafanya, na unarudi unakuta pamoja na mitego yote ulioweka, ulichosema kimefanyika. Yupi ambaye ataufurahisha moyo wa mzazi? Ni yule aliyefanya, sio aliyeitikia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema tusiwe wasikiaji wa neno tu, bali watendaji wa neno, kwa sababu utii upo katika utendaji wa neno. Sema amina. Abrahamu amesikia neno la Mungu, amekubali Mungu alichosema naye. Abrahamu anachukua hatua ya kumtii Mungu, maana Mungu amesema naye, ondoka katika nchi ya baba yako, alafu mimi Mungu nitakupeleka katika nchi nitakayokuonesha. Jambo la kwanza Abraham la kufanya ni kuchukua hatua, kuanza kuondoka. Habari ya wapi unaenda, nitakuonesha mbele ya safari wapi unaenda. Lakini huko unakoenda Abrahamu, hauendi mtupu, unaenda mahali ambapo pana ahadi yangu ambayo nimeifunga kwenye neno nililokuambia, kwamba huko unakoenda mimi nina kazi ya kukufanya kuwa mtu mkubwa katika jina la Yesu. Ninawaona watu hapa ambao wana ahadi ya Mungu lakini wamekaa sehemu. Ninawaona watu ambao Mungu amewapa mzigo na kusudi lakini wamekaa sehemu. They are not ready to go. This is the time in the season. Ni wakati na majira ambayo Bwana anatoa wito kwamba amini neno la Bwana juu ya ahadi aliyokupa, alafu chukua hatua ya utii. Anza kupiga hatua katika jina la Yesu. Bwana atakuonekania, Bwana atakutokea, Bwana atasema na wewe mbele unavyoendelea kumtii katika jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo? Bwana anakusudi na wewe. Najua Bwana anatengeneza njia. Do you know this song?
Oh, najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Sura ya pili ya kitabu cha Yohana inapoanza mstari wa kwanza, Biblia inasema palikuwa na harusi katika Kana ya Galilaya, na Yesu akaenda kwenye ile harusi. Walipokuwa katika harusi, divai ikapungua. Divai ilipopungua, Mariamu mama yake Yesu anamfuata Yesu, anamwambia, Bwana, tunaishiwa divai. Yesu anamwambia, nina nini nawe? Kwa nini unataka nifanye kabla ya saa yangu? Lakini Yesu alipoondoka, Mariamu anaenda anawaambia wale vijana waliokuwa wanabeba yale mabarasi yenye divai, akawaambia, sikilizeni, nimekwisha kuongea naye, atakachowaambieni fanyeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakachowaambieni fanyeni. Basi Yesu akawaambia wale vijana, jazeni maji katika hayo mabarasi yote. Wakajaza maji. Walipojaza maji, akawaambia, anzeni kugawa hiyo divai kwa watu. Walivyoendelea, divai ilikuwa imegeuka, maji yalikuwa yamegeuzwa kuwa divai. Ninachotaka kusema, mwanzo wa ishara, Biblia inasema kwenye Marko, basi mwanzo huo wa ishara na miujiza, Yesu aligeuza maji kuwa divai katika bahari ya Shamu. Lakini maji yaligeuzwa kuwa divai kwa sababu kulikuwa na watoto ambao waliambiwa, atakachokuambia nenda ukafanye, atakachosema na wewe nenda ukafanye. Hii ina maana gani? Kulikuwa na watu ambao walilitii neno la Yesu Kristo, alafu akaliingiza kwenye matendo, ndipo ukawa mwanzo wa ishara na miujiza. Yawezekana kuna ishara, kuna miujiza kwenye maisha yako Bwana anaikusudia kufanya, lakini umeambiwa na Mungu, lakini umesemeshwa na Bwana, bado tu umebaki pale pale hujatii. Katika jina la leo la Yesu Kristo, mchana wa leo, ili uweze kupanda viwango vingine na hatua nyingine ya maisha yako, hatua nyingine kwenye biashara yako, kwenye uchumi wako, kubali kutii neno la Bwana na kulitendea kazi. Basi mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa nini hatuli mema ya nchi? Piga picha. Je, unayokula ni mema? Unayokula ni mema ya nchi? Unayotazama ni mema ya nchi? Sio wewe ambaye unapiga kelele kwamba keki ya taifa wamegawana wachache. Wewe hujui kama taifa lako ni la mbinguni, halinaga keki za mgao. Ukikaa na Yesu Kristo utakula mema ya nchi. Ukitii Yesu Kristo utakula mema ya nchi, maana mema yako mbele yako. Issue ni kwamba bado hatujatii. Bado hatujatii. Haleluya. Ukitaka kwenda hatua nyingine, kuwa na imani, nguvu ya imani na utii. Namba 2, nguvu ya kukubali kutengwa au kujitenga na wengine. Bwana Yesu asiwe sana. Kujitenga na wengine. Mungu siku zote huwa atafuti watu wengi ili afanye jambo. Huwa anatafuta mtu. Alhamisi tulipokuwa kwenye maombi yetu, tulikuwa tunaomba kwa habari ya taifa, na tulisoma ile Ezekiel inaeleza mambo magumu, alafu mwishoni pale anasema, nikatafuta mtu katikati atakayesimama juu ya mahali palipo bomoka na kutengeneza boma, hapa kuonekana mtu. Mungu anapotaka kushughulika na hatima ya mtu, huwa hafanyi consultation na watu, huwa anaenda anashughulika na mtu ili amtengeneze huyu mtu kuelekea kwenye hatima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wakati anamuita Abraham, alimuita Abraham as a person, alimuita Abraham yeye mwenyewe, na alikuwa ana agano na yeye Abraham. Haleluya. Japo kuna watu waliokuwa tayari wameshakwisha kubarikiwa na wanatembelea baraka ya Abraham, akiwepo Lutu ndugu yake, alafu akiwepo wale wafanyakazi, kwa sababu Abraham alikuwa amebarikiwa, alikuwa na mifugo, si ndio? Na watu waliomzunguka hawa walikuwa wanaishi kwa ule mbaraka wa Abraham.
lakini ilikuwa haitoshi. Kuna kiwango kikubwa cha zaidi Bwana alikuwa anataka ampeleke Abraham. Sasa Abraham wakati anaondoka, akaondoka na hawa watu, akaondoka na Sarai mkewe, akaondoka na watu wengine wote, akaondoka na ndugu zake, akaondoka pamoja na Lutu. Lutu naye kuna namna alikuwa amefanikiwa, naye ana mifugo, ana vitu vyake, na ana wachungaji wake, ana wafanyakazi wake. Walipofika kwenye nchi ya Kanaani, wakaishi hapo, wakakaa hapo. Ukisoma mistari inayoendelea mbele sura ya 12, Biblia inaeleza kuna wakati njaa ilikuja, wakakimbilia Misri na vitu kama hivyo. That is not the topic ambao nataka kushare. Nataka twende kwenye msingi. Wakiwa wameseto, wachungaji wa Abraham na wachungaji wa Lutu wakaanza kugombana kwa ajili ya maeneo ya malisho. Wanagombana, kila mtu anataka sehemu yenye maji mengi na mito mingi, anataka. Kwa pakawa na ugomvi, pakawa na msuguano, pakawa na shida hapo. Ndipo Abraham anamwambia Lutu, mstari wa 10 pale, anamwambia sikiliza, wewe ni ndugu yangu, hakuna haja ya mimi na wewe kugombana, hakuna haja ya mimi na wewe kushindana. Sasa sikiliza, si unaiona nchi yote hiyo? Si unaiona nchi yote hiyo? Wewe unaweza ukaopti kwenda kushoto. Ukienda kushoto, mimi nitaenda kulia, ili tu tusigombane. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye New Year resolution, kuna watu huwa tunakuwa na New Year resolution, si ndio? Tuna malengo ya mwaka. Umekuta kwenye moja ya malengo yako umesema, mwaka huu marafiki zote ambao wananiletea umbea, masimango, maneno, ninawakatilia mbali, si ndio? Unaweza ukaenda ukakuta kwa rafiki yako ambaye na yeye anasema, marafiki wote wanaonifanya nini ninawakatilia mbali. Kwa hiyo wewe unakemea kufukuza, na yeye anakemea kufukuza, kwa sababu hamwaminiani, si ndio? Anaona kuna watu wananiangalia hapa jicho la kuwakataa marafiki. Mimi sikwambii kwamba mkatae huyo rafiki yako, anakuchelewesha, anafanya nini. Jifunze kujitenga na mambo au na mahali ambapo panaleta migongano na migogoro, maana hiyo itakuchelewesha kufikia kwenye kiwango kipya ambacho Bwana anataka ufike. Kuna mtu ananielewa? Hauwezi ukafika au ukapiga hatua kwa kuendelea kuhangaika na migongano na changamoto na maumivu makubwa na visasi moyoni. Ni lazima, ili kuweko na amani, tenga, weka hali ya kujitenga, alafu uruhusu vitu vitokee, kila mtu atafute namna ya kwake. Ndivyo Mungu ambavyo huwa anaanza tena kusema kwa upya na maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa unaweza ukakuta hapa, kila saa Mungu alikuwa akitafuta muda wa kuzungumza na Abraham. Alikuta Abraham yuko anasolve mgogoro wa mbuzi. Mbuzi wako alienda hivi, mchungaji wako amefanya nini? Haya, tunakaa tunasuluhisha mgogoro. Mungu akitaka kusema na huyu, wapo anasuluhisha kama mgogoro kengine. Nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo ali hai, ili Bwana aseme na wewe na upande viwango vingine, jifunze kujitenga. Umekaa kwenye mahusiano, tusio ndoa, mahusiano, unapigwa na makofi, alafu unakuja unasema, mchungaji niombe, yani mchumba wangu yani juzi kanipiga makofi. Mnafanyaje? Lakini tupo tunaendelea kusolve. Hapo mimi nakwambia jitenge, ili uwe na amani katika jina la Yesu. Hauwezi enda hatua nyingine wakati wenzako wanaenda hatua nyingine, wewe umefunga tatu kavu, unasolve vibao vya juzi. My dear, let's be serious. Unasolve, hajanitumia ujumbe wiki 3, na akituma ujumbe anaandika hai, na ile hai haimalizia, anaandika H. Unaanza kujiuliza alikuwa anamaanisha nini? Wiki ya 3 unajiuliza anamaanisha nini. Katika jina la Yesu, separate yourself and God give you new step katika jina la Yesu. Hiyo ni by the way. Lakini Bwana anapokusudia kukutoa mahali, huwa anakutenga. Abrahamu akamwambia Lutu, sasa sikiliza,
kuna mahali unaweza ukaenda na mimi nitaenda. Wakakubaliana, akaenda. Alipoenda Biblia inasema ndipo Mungu akasema tena na Abraham, akamwambia, sasa Abraham, inua macho yako. Hebu mwambie jirani yako, inua macho yako. Maana Bwana anapotaka kubariki mtu huwa anashughulika na mtu, kwa sababu baraka za Mungu hazipo kwa mkusanyiko wala kikundi cha watu, zipo katika mtu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Akamwambia, inua macho, tazama mashariki, tazama magharibi, tazama kaskazini, tazama kusini. As your eyes can see, kwa umbali wote wa macho yako yatakakoona, ilo eneo lote nimekupa katika jina la Yesu Kristo hai. Na kwa kuwa nimekupa, nitaufanya uzao wako uwe baraka hata milele. Haleluya, uzao wako uwe baraka. Hapa Mungu anaongea na Abraham baada ya kufanya nini? Kujitenga. Ukiona kuna vitu vinaenda, mambo hayatoki, vitu vinaenda vieleweki, vitu havijakaa sawa, unatafuta muda, unajitenga. Separate yourself, have retreat na Mungu. Kana Mungu, ongea naye. Utakapokuwa umejitenga ili umsikie Bwana, Bwana atasema na maisha yako, na atakupa majibu ya maisha ambayo sio majibu ya leo, ni maisha ya milele. Sema amina. Mungu anapomjibu Abraham, hakumjibu kwa ajili ya tatizo la Lutu la siku ile, alimjibu kwa ajili ya umilele. Anamwambia, sikiliza, kama ilivyo mavumbi ndivyo uzao wako utaenea. Kama mtu angeweza kuhesabu, basi uzao wako utaenea, na uzao wako utakuwa baraka milele. Alimwambia, tazama mashariki, tazama magharibi, na kusini na kaskazini. Jamani, nani amewahi kuona mwisho wa mashariki hapa? Because as you go far east, then you find another east. Si ndio? Unavyoenda magharibi ndivyo unavyoenda tena magharibi huko. Nani amewahi kuona mwisho wake? Ndivyo Mungu anavyokukusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Point ya tatu na mwisho ni nguvu ya kumngoja Bwana. Haleluya. Nguvu ya kumngoja Bwana. Hili jambo kubwa na la kimungu, na Mungu akupeleke kwenye kiwango kingine cha maisha, unahitaji nguvu ya kumngoja Bwana. Kumsubiri Bwana kunahitaji nguvu. Kwa nini nimesema kunahitaji nguvu? Kwanza ni wakati wa maumivu. Una matarajio, una makusudio, hayatokei. Unaweza ukavunjika moyo hapo njiani, unaweza ukakata tamaa hapo njiani. Lakini ukiwa na nguvu, stamina, utakaa ukisubiri, ukisema, ninajua Mungu alisema, kwa ninangoja kile Mungu alichosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Kunahitaji nguvu kumngoja Bwana. Ni rahisi kumwambia mtu anayepitia magumu kwamba mngoje Bwana mpendwa, lakini it is not easy. Lazima nguvu za Mungu zinakuwa zimehusika kumsaidia ili aweze kumngoja Bwana. Lakini kwenye kungoja kunaweza kukawa kuna mchakato wa maumivu, matukano, masimango. Wakati Hana anamgoja mtoto wa ahadi, wakati Hana anangoja mtoto kabla ahadi ya Bwana ijaja juu ya Samueli, alikuwa anasemwa na anasimangwa, anatukanwa. Lakini katika siku zote hakuacha kwenda Shilo akipeleka sadaka na akiomba. Maana yake kule alikuwa anamwangalia Bwana, lakini alikuwa anasimangwa mpaka wakati wa Bwana. Kumngoja Bwana kunahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Biblia iko wazi. Mungu alisema na Abraham akiwa na umri wa miaka 75 kwamba anamfanya kuwa taifa kubwa. Na sifa ya kwanza ya kuwa taifa kwenye ancient days, kwenye nyakati hizo za wazee, ni lazima uwe na urithi wa kwako kutoka kwenye viuno vyako. Uwe na mtoto wa urithi ambaye ataendeleza kizazi. Kwenye mila wanasema ataendeleza jina litaendelea. Lakini Abraham, wakati Mungu anasema naye, ninakufanya kuwa taifa kubwa, hana mtoto na umri ni miaka 70, na Sara naye siku zimeenda, kwa tumaini hata la kuwa na huyo mtoto hakuna. Ila Abrahamu anaamua kufanya nini? Kumwamini Mungu na kumtii Mungu. Anaondoka, anajitenga na ndugu yake, alafu anamngoja Bwana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anamgoja Bwana. Abraham anakuja kupata mtoto, ana umri wa miaka 100. Miaka 25 anatembea na ahadi ya Bwana juu ya kuwa taifa kubwa. Alafu Bwana anamtokea baada ya hapo. Lakini na Mungu naye alivyo, labda hiyo tuiongezee iwe pointi ya 4, unaweza ukaandika. Mungu alivyo ajabu. Ukisoma sura ya 22 ya Mwanzo, Mungu anamwambia hebu mlete huyo mtoto Isaka ili iwe sadaka. Hiyo tunaita nguvu ya kumwabudu Mungu. Inaweza ikakupeleka viwango vingine, kwa sababu wakati Abraham anaenda kumtoa mtoto wake Isaka kama sadaka, aliwaambia wanafunzi wake, vijana wake wale waliobeba kuni pamoja naye, akamwambia jamani, mimi napanda kule mlimani Moria, ninyi bakini hapa chini, alafu mimi na mwanangu tunapanda mlimani tukamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kumwabudu Mungu na dhabihu kuna kupeleka viwango vingine. Hiyo noti, lakini namalizia kwenye nguvu ya kungoja. Alipongoja kwa miaka hii, ndipo Bwana akamtokea, akampa mtoto, jina lake Isaka. Miaka ya kungoja na miaka ya ahadi ni mingi sana hapa katikati, lakini wakati wa Bwana ulipofika, akapandishwa kwenye ile level. Sikiliza kilichotokea. Na baada ya kufanya ile ibada na dhabihu kwa Mungu, ndipo Mungu anamtokea, anamwambia sasa Abraham. Anarudia yale maneno aliyotamka. Anamwambia Abraham, kwa kuwa hukunizuilia Isaka mwanao wa pekee, na ukamwachilia awe dhabihu kwa ajili yangu, kama ni kukubariki nitakubariki. If it is all about blessings, I will bless you indeed. Nitakubariki kweli kweli. Kuna watu Bwana anataka awapandishe kwenye viwango ambavyo ni vya baraka kweli kweli, lakini nataka nikutie moyo, usikwepe wakati wa kumgoja Bwana, maana Bwana anao wakati wa wewe kuijiliwa na mema. Bwana anao wakati wa mema kukutokea. Usirahisishe mchakato wa Bwana kukutokea, maana unaweza ukaambulia matokeo yasiyo ya kimungu. Mchakato wa kimungu unazalisha matokeo ya kimungu, na mchakato wako unazalisha matokeo yako, na matokeo yakiwa ni ya kwako, manake Mungu amekaa pembeni, wala hajakukataa wala hajakuacha, ila amekuacha uzitumie akili zako mwenyewe. Lakini Bwana akihusika, baraka za Bwana zinatajirisha, wala hazina majuto ndani yake, kwa sababu wakati umefika Bwana huwainua watu wake na kuwapeleka viwango vingine. Ninakutamkia katika jina la Yesu, katika masomo yako unapoendelea kumwita Bwana na kumtafuta Bwana, ukapandishwe viwango vingine katika jina la Yesu. Cha msingi, kubali kujitenga na wengine, alafu mngojee Bwana. Tatizo ni watu unaoambatana nao. Wala tusikae kimya eti tusiongelee watu unaoambatana nao. Ukiambatana na watu wenye vimeo, expect matatizo, na wewe unakuwa kimeo vile vile. Wewe nionyeshe kampani yako, nitajua wewe ni nani. Hauwezi ukawa mtu mkubwa ambaye umejitambua kuna mahali unaenda, alafu kila upepo unakuvuta. Wanakuja watu wanakuambia leo klabu umo, leo klabu, leo sijui nini umo, huko leo sijui tunaiki umo, kila mahali. Watu wenye hatima kubwa hawaendi kila mahali, hawafanyi kila kitu, hawagusi kila kitu. Wana vitu specific ambavyo wanavifanya, na kupitia hivyo vitu Mungu anajidhihirisha kwao, kwa sababu sio maisha yao na matakwa yao yanaamua, lakini ni ile hatima kubwa ya Mungu ndani yao ndio inaamua na inawapa nidhamu ya maisha. Bila nidhamu ya maisha umefeli big time. Umefeli big time. You cannot be everywhere. Hata shetani pamoja na kwamba ni roho yuko kila mahali, ni Mungu tu ndo yuko kila mahali. Wewe unataka uwe kila mahali, unataka ufanye kila kitu, unataka uguse kila kitu. Kwa jina la Yesu, Bwana akupe utulivu wa kutulia na Bwana na kumgoja Bwana, ili mambo ya Bwana yaweze kudhihirika katika maisha yako. Na hayo mambo yanadhihirika mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
Learn to separate yourself. Alafu mgoje Bwana kwa imani, kwa saburi. Bwana atakutokea katika jina la Yesu. Bwana atakuonekania katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Wewe ni mtu wa maana katika ulimwengu huu. Sikupaki mafuta, lakini nakwambia kweli ya Mungu. Kwa sababu kama Mungu alimuona Abraham kutoka kwenye nyumba ya waabudu mizimu, alafu akamtengeneza, leo hii tunasema ni baba wa imani. Inawezekana kwako katika jina la Yesu. The same God alimuona Gideon kwenye nyumba ya umasikini iliyotupwa, akamwambia inuka ewe shujaa. Shujaa gani anakaa kwenye umasikini? Kuna namna ukiona mtu anakuambia shujaa, unaweza ukafikiria ni wale watu wakubwa, wale majenerali, wale wenye majina ambao wanaweza wakamtishia mtu, wakamwandikia tutakuua, wakafanya kila kitu, wasema hawa ndio watu, hawa ndio wenye vitisho. Alafu wanakuja kwako mtu wa kawaida, mtu ambaye hauna maana. Ndio maana mimi siku hizi kuna maombi mengine nilishayakataa. Yale maombi unaenda unasema, Baba mimi mbele zako ni takataka, tumisho takataka katika Yesu Kristo. Mimi ni mtu wa maana. Unasema mimi ni takataka, how kama Mungu akafanya conversation na takataka? Mimi ni mdudu tu. Sema, Baba mimi ni mwanao, nimekuja. Haleluya. Hata unajua Mungu anataka unyenyekevu ndio ujiite mdudu. Siafu. Sema, Bwana mimi ni mwanao, nimekuja mbele zako. Njoni tusemezane. Asema nani? Bwana. Bwana anasemezanaje na mdudu? Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni shujaa. Mgoje Bwana kwa wakati wake, na Bwana atatenda. Kuna watu wamengoja siku nyingi, kuna watu wamesubiri siku nyingi. Nataka nikwambie, ilimchukua Abraham kungoja mpaka akawa taifa kubwa. Sio wewe wa kwanza kusubiri, sio wewe wa kwanza kungoja. Bwana ana wakati wa kwake wa kuwafanya watoto wake kuinuka katika jina la Yesu. Nami ninatamka kama mtumishi wa Bwana, huyo Bwana anayeinua watu kupeleka viwango vingine, akuinue mchana wa leo katika jina la Yesu. Akupandishe mchana wa leo katika jina la Yesu. Unaweza ukasimama kwa miguu yako, maana ni saa ya kuinuka kwako, maana ni saa ya kuinuliwa kwako. Yupo Mungu anayeinua watu katika jina la Yesu. Kama kuna Mungu anayeita watu, yupo Mungu anayetengeneza watu. Na kama yupo Mungu anayetengeneza watu, yupo Mungu anayewainua watu wake kwa wakati wake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sharamakosatanaya. Haleluya, haleluya. Orikosananaya. Endelea kumtukuza Mungu. Rabo siananaya. Ratalabo sakataya. Samanea. Sapataya. 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 Bwana ni wewe, Bwana ni wewe tu, wastahili. Bwana ni wewe. Tuimbe kwa sauti. Haleluya. Bwana ni wewe, ni wastahili. Bwana ni wewe, Bwana ni wewe, wastahili. Tumeona mkono wako. Yes, do it, do it. Bwana ni wewe, Sadarabashakata, ni wewe, wastahili. Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe, Bwana
kupanda. Inachukua mkono wa Bwana kumpandisha mtu. Wanaweza wakawa wamezuia kwa siku nyingi new level yako, lakini Bwana amezungumza na wewe na unamtaka Bwana sahihi. Naomba upige hatua mbele wakati tunamwabudu Mungu, na ukiwa unakuja huu wimbo, imba kwa nguvu na kwa imani, maana Bwana anakuinua na kukupandisha. Haleluya! He Bwana, he Bwana, Bwana anakupandisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mahali ulipozuiliwa, mahali ulipokwama, mahali palipokushika, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Inuka, 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 piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua kwa jina la Yesu. Nenda hatua nyingine, nenda viwango vingine. Roho wa Bwana akupeleke, Roho wa Bwana akupeleke, Roho wa Bwana akupeleke. Yesu anakuhudumia. Roho wa Bwana akupeleke. Yesu anakuhudumia. Roho wa Bwana akupeleke. Yesu anakuhudumia. Roho wa Bwana akupeleke. Roho wa Bwana akupeleke. Yesu anakuhudumia. Roho wa Bwana akupandishe. Nguvu za Yesu katika jina la Yesu. Nguvu za Yesu katika jina la Yesu. Nguvu za Yesu katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uko hapa kila siku unaota ndoto huko nyumbani kwenu, kwenye kijiji ulichozaliwa. Njoo hapa upige hatua. Bwana alimtoa Abraham kutoka nyumbani kwao kwenye kijiji chao. Ninaona kuna watu wako vijijini walikozaliwa. Usipige magoti, simama, piga hapa mbele, piga hatua hapa mbele. Every now and then upo kijijini ulikozaliwa. Siku zinaenda, miaka inaenda, tunaenda kutamka nguvu ya Bwana. Wewe ambaye una hiyo ndoto, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Unaenda kutoka huko katika jina la Yesu. Maana new level yako imefichwa hapo. Maana adui ameficha hapo. Na huyo shetani ambaye anasema hata iweje atumwachie, anakuachia leo, anakuachia leo. Wachungaji, njoo tuweke mikono nao watu hapa. Kemea hiyo roho inayowashikilia hapo kwenye majumba ya walikotoka, walikozaliwa. Bwana akamwambia Abraham, toka kwenye hiyo nyumba. Kemea nguvu ya giza katika jina la Yesu. Ninaamuru kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, ilo pepo lililokushika hapo miaka mingi, toka kwa jina la Yesu. Toka, kimbia, toka, kimbia kwa jina la Yesu. Toka, kimbia, kimbia, piga kia, nenda, mwache. Toka, kimbia kwa jina la Yesu. Nenda, toka, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Hii nguvu ya giza ninaiamuru. This is a serious moment. Yesu anakutoa. This is a serious moment. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amuru hizo nguvu. Wewe ninakutoa kwenye hiyo nyumba ya baba zako na bibi zako na ukoo wako ulikoshikwa, miaka ulikoshikwa, hatima yako, kwa jina la Yesu. Yes. Yes, yes, yes. Toka, nenda, toka chia. Toka chia.
ndio. Toka chia. Toka chia. Nguvu za giza. Yes. Toka kwa jina la Yesu. Kila nguvu, kila roho iliyokushika tunaiamuru iachie hatima yako. Wewe achia nafsi. hatima yako inaachiliwa. Achia Haya maroho yaliyoshika. Fire. Yanaenda, yanakimbia. Yanakimbia kwa jina. Hiyo hatima iliyoshika. Moto Yako kwa jina. Fire in the name of Jesus. Fire them. Kamateni huyo. Kwa jina la Yesu Kristo. Unaenda kwa jina la Yesu Kristo. kwa jina la Yesu. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Kwa jina la Yesu. Toka kwenye funguka. La satayaba. Rapakatayaba. Zetayaba. Rapa sataya. Ayachia. Moto lao. Yes. Vifungo, mateso, magonjwa. Ayachomoka. Beka. Shatalabaka. Rapasatayaba. Lesotokoba. Beka. Shatayabalaba. Yes. Rapasatayaba. Lesotokobaraba. Rikapalaba. Yes. Katika jina la Yesu, nguvu za Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu zishuke katika jina la Yesu na kukufungua kwa jina la Yesu. Kila roho iliyosalia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ayachia fire kwa jina la Yesu. Toka. Sogeze huyo. Kuna katika wanafunzi jina la shetani Yesu, amewashika katika jina la na Yesu, hataki waende viwango vingine. katika jina la Yesu. Nguvu za giza, mateso, maonezi haya, ayachia kwa jina la Yesu. Vifungo, mateso, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka pepo na kuamuru. Wasaidieni wazee pale. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Vijana kamata. Funguka. Nguvu inayozuia wanafunzi. Yes. Funguka. Nguvu inayozuia wanafunzi. Kwa jina la Yesu. Funguka. Wanaondoka kwa jina la Yesu. Yes. Unainuka kwa nguvu ya jina la Yesu. Yes. Wewe ambaye uko hapa, inua mikono yako juu. Ushangalie, kuna mahali Yesu anakuvusha. Kuna kiwango Bwana anakuvusha. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Funguka. Kwa jina la Yesu. Acha kuangalia kule fundi. Funguka. Kama macho muangalie. Funguka. Jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Funika macho, huyu binti weke mkono huyu. Yes. Tunaamuru kila roho na uharibifu wa shetani kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru kazi za adui. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Yes. Nguvu za giza. Yes. In the name of Jesus. Yes. Watu wanawekwa huru. Watu wanapandishwa. Kila vyakula ulivyolishwa na mapepo na majini, kila sumu za uharibifu, kila mikataba ya giza imeachia kwa jina la Yesu. Ayachomoka. Asante Roho Mtakatifu. Ayachomoka. Asante Yesu. Ayachomoka. 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 Yesu. Ayachomoka. Ayachomoka. Nguvu za giza ziachie. 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 Yes. Chomoka. 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 Toka chia. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Moto wa Roho Mtakatifu. Toka pepo. Toka chia. Toka chia. Yes, moto, 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 moto.
Roho Mtakatifu na nguvu za Bwana. Bwana, toka kwa jina la Yesu. Bwana, ayachia, 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 funguka, funguka, toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ayachia yako, moto yako, moto yako kwa jina, toka pepo, moto yako, toka pepo, Bwana. Bwana, kwa imani, ipande milima yote. Bwana, kanisa imba pamoja for the last time. Bwana, Bwana, kwa imani mikono yako ikiwa juu na kwa sauti moja sema Yesu. Kama vile Abrahamu alivyohamishwa na wewe kwa sauti yako, na hatima yake ikabadilishwa milele, leo hatima yangu imebadilishwa. Leo nimegeuzwa. Leo ni mtu mwingine, na sio mimi tu, na uzao wangu na vizazi vyangu, katika jina la Yesu. Kuna nguvu za giza zinazuia, zinasema wewe tutakuachia, ila hatuachii uzao wako. Katika jina la Yesu, wewe pepo unayepiga kelele, ninakuamuru ondoa hiyo kelele yako sasa hivi. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Sema mimi na vizazi vyangu tunawekwa huru kwa nguvu ya jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Tulia hapo hapo. Ikiwa uko hapa au upo kwenye viti hujaokoka na ungetamani Yesu awe mwokozi wa maisha yako, siku ya wokovu ni leo na saa ya wokovu ni sasa. Inua mkono wako juu hapo ulipo tuweze kuomba na wewe. Unataka kuokoka? Inua mkono wako juu kuliko kichwa chako, maana Yesu mwokozi yuko hapa. Asante dada, yuko hapa, msogeze. Taka kuokoka, inua mikono yako juu. Uwe hapa, uwe uko nyuma. Yesu sio mwokozi wa maisha yako, lakini unataka kumpokea Yesu tena leo. Au ulikuwa umesimama na Yesu umerudi nyuma kwa sababu mbalimbali za kifamilia, za kindoa, za kinini. Unasema Yesu bado ni Bwana na kutamani. Inua mkono wako na piga hatua. Asante. Uliyeko hapa ungana nami na wengine wote, sema Bwana Yesu, tuko mbele zako na kushukuru. Sema nami. Yesu, uniokoe na unifanye kwa mtoto wako. Katika jina lako ninamkataa shetani na kazi zake zote. Leo nimeokoka, mimi ni mali yako, katika jina la Yesu. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya hao waliokiri na waliokuamini wewe. Yesu, wabariki na wakumbuke, mema yako yawe juu yao. Ni katika jina takatifu la Yesu tumeomba. Amen. Tamsaidia huyu dada. Yesu anaendelea kumlimaisha na kumtengeneza. Naomba uende kwenye nafasi yako ukimpigia Yesu makofi na ukimshukuru Bwana Yesu. Pigie Yesu, mpe makofi ya shukrani. Mpe Yesu makofi ya shukrani katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Amen. Katika uwepo mzuri huu wa Mungu, natamani tukamtolee Bwana sadaka zetu za siku ya leo. Ninaomba